Habari, karibu katika mada ya leo. Tutaangalia moja ya mada muhimu kuhusu mapendekezo ya kuwalisha watoto wachanga kuanzia pindi anapozaliwa hadi kipindi cha miezi 6. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe, kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Malezi ya watoto wachanga kuanzia pindi anazaliwa mpaka anapofikisha miezi 6 imekuwa yakiwa changamoto kwa wazazi wengi, hasa wazazi wapya ambao hawana uzoefu. Baadhi wamekuwa wakipata washauri ambao muda mwingine umekuwa ukileta changamoto kwa watoto hawa, ikiwemo kuanzisha chakula kwa kipindi hiki cha pindi anazaliwa mpaka miezi 6. Sasa leo nitakuelekeza kwa undani kuhusu mtoto huyu anapaswa kula chakula gani. Jambo la kwanza ambalo unapaswa kuzingatia, mtoto huyu bado ni mdogo. Cha kwanza, anapaswa kuanza kunyonyeshwa pindi tu saa ya kwanza baada ya kuzaliwa. Mtoto akinyonyeshwa katika saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, yaani ndani ya saa ya kwanza tunaita ni golden hour, ni saa ya dhahabu kwa mtoto ambaye ametoka kuzaliwa. Sasa moja ya kitu ambacho kinapaswa kufanyika ni mtoto anapaswa kuanza kunyonya. Kuanza kunyonya kwa mtoto huyu kwanza kutamsaidia kuimarisha kinga ya mwili, ambapo wakati yuko tumboni alikuwa anategemea pia kinga ya mwili ya mamake. Sasa hizi anategemea kinga yake mwenyewe. Kwa hiyo atakaponyonya, yale maziwa yataweza kuimarisha kinga ya mwili. Lakini pia maziwa haya ambayo ananyonya katika saa ya kwanza yatamzuia mtoto kutopata upotevu wa sukari mwilini, yani kutopata changamoto ya hypoglycemia. Lakini pia yatamlinda mtoto kutopata changamoto mbalimbali ikiwemo maambukizi ya bakteria ya mapema tunaita sepsis, na kupata ugonjwa wa hali ya manjano kwa mtoto tunaita neonatal jaundice. Kwa hali hizi zinaweza zikalindwa au zinaweza zikazuiliwa na mama kunyonyesha mtoto katika saa ya kwanza. Jambo la pili mama anayopaswa kulifanya ni kumnyonyesha mtoto maziwa ya njano ya kwanza, yale ambayo yanatoka katika titi lake mpaka yanapoisha. Baadhi ya wamama wanaamini kwamba yale maziwa yanapaswa kumwagwa au kutolewa nje. Sasa yale maziwa yanaitwa colostrum, ni maziwa ya kipekee ambayo mama anapaswa kuanza kumnyonyesha mtoto wake mpaka yanapoisha, kwani maziwa haya ndio virutubisho muhimu na kinga muhimu kwa ajili ya mtoto. Kwa mama anapaswa kumnyonyesha mtoto huyo. Kingine ambacho mama anapaswa kufanya ni kumnyonyesha mtoto mara kwa mara, lakini pia mama anapaswa kumhamasisha mtoto kuhusu kunyonya kwa kumwangalia usoni na kumwimbia nyimbo nzuri au kumwongelea maneno ya furaha huku akitabasamu. Kama ningekuwa na mtoto hapa ningeonyesha kwa mama, tabasamu au kumwongelea mtoto wako maneno mazuri huku ukifurahia, alafu huku ukimwonyesha titi aweze kunyonya. Lakini pia mama anapaswa kuangalia dalili za njaa kwa mtoto wake. Dalili hizi ni pamoja na kulia, kunyonya vidole, lakini muda mwingine pia anaweza akataka kunyonya kitu kingine. Kwa dalili hizi zitaashiria kwamba mtoto huyu anahitaji kunyonya. Kwa mama atanyonyesha mtoto mara moja, na anapaswa kumnyonyesha mtoto kila mara anapohitaji kunyonya. Hata kama ni usiku, ukiona mtoto anaashiria kunyonya vidole, basi amka mnyonyeshe. Katika kipindi cha miezi 6 ya mwanzo ni kipindi ambacho kuna changamoto kidogo, lakini mama anapaswa kujituma, kwa sababu mtakesha wote usiku. Mtoto akiamka na wewe unaamka, mtoto atalala mchana na wewe unalala, kwa utakuwa unaendana na mtoto wako. Kitu kingine ambacho mama anapaswa kuzingatia, mtoto huyu anapaswa kunyonya maziwa ya mama pekee katika miezi 6 ya mwanzo. Usimpe chakula kingine wala maji wala uji, kwani maziwa ya mama yamejitosheleza kumlisha mtoto huyu ipasavyo. Mama anapaswa kunyonyesha mtoto huyu kwa takriban mara 10 au 15 kwa siku, kila mara anapohitaji. Na anaponyonya katika titi moja, hakikisha amemaliza maziwa yote, ndipo ahamie kwenye titi nyingine. Kubakisha maziwa katika titi hilo, kwanza kunaweza ukapelekea mtoto kutoshiba na kulia sana, lakini pia mama unaweza ukapata maambukizi ya bakteria au jipu katika titi. Kwa hiyo tunashauri mama amalize maziwa yote katika titi pindi ambapo anamnyonyesha mtoto. Kingine cha kuzingatia, mama anapaswa kuzingatia usafi wake mwenyewe katika matiti yake, kwa sababu
Usipoyasafisha matiti yako na usipokuwa msafi, utamlisha mwanao bakteria na atapata maambukizi kwa haraka. Mtoto mdogo bado kinga yake haiimarika ipasavyo. Kwa hiyo kama utamlisha uchafu, basi fahamu kwamba mwanao atakuwa anaugua mara kwa mara. Hakikisha unasafisha, unakuwa msafi muda wote ili mwanao ale chakula kilicho kisafi. Kingine cha kuzingatia, mama anapaswa kula vya kutosha, yaani ale ili aweze kutoa maziwa ya kutosha. Usipokula mama, hautatoa maziwa ya kutosha. Kula kadri uwezavyo. Ndio kipindi ambacho unapaswa kupeleka kwa mume wako kuleta chakula cha kutosha ili uweze kumpatia mwanao maziwa ya kutosha. Naamini mama, kuna jambo ambalo umejifunza. Share video hii kwa mama mmoja ambaye ananyonyesha mtoto kuanzia siku 0 mpaka kipindi cha miezi 6. Lakini cha kuongezea ni kwamba mtoto huyu anaweza kaanza kula, lakini kwa ushauri wa daktari. Kuna baadhi ya watoto ambao tunawashauri waanze kula mapema kutokana na changamoto mbalimbali za kiafya, lakini usimwanzishe kula bila ushauri wa daktari. Kwa hiyo kama ukiwa na changamoto, basi mwaishi kwenye kituo cha afya, kutana na daktari, atakushauri nini cha kufanya. Tukutane katika video ijayo ambayo tutaelezea jinsi ya kumlisha mtoto kuanzia miezi 6 na kuendelea. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.